Karibu kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu. Naitwa Dr. Kahibi Bernard, bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi. Kama masomo haya yanakusaidia kujenga uelewa kuhusu afya ya uzazi, basi bonyeza kitufe cha neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata video hizi ambazo ninakuwa nikiendelea kuzitoa kwenye mtandao wangu wa YouTube. Sasa leo tuna maada ambayo ni tatanishi sana. Kuna wakati ambapo mwanamke anajifungua na anapoanza kunyonyesha, mtoto anapofikisha kuanzia miezi 3 au 4 au 5, anabeba mimba nyingine. Wanawake wengine au wanandoa wengine wameenda mbali zaidi na kuhofia kuhusu kunyonyesha, na hii imewapelekea wengine hata kwenda kufanya abortion au kutoa ile mimba kwa kuhofia kunyonyesha ili hali ana mimba nyingine. Sasa swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza mimi na wewe leo ni kwamba, je, unapokuwa unanyonyesha alafu mimba ikaingia, je, wapaswa kuendelea kunyonyesha au unapaswa kusitisha kunyonyesha? Jibu ni hili lifuatalo. Kwa kawaida, unapokuwa umebeba ujauzito ili hali kuna mimba nyingine ili hali unanyonyesha, usiwe na wasiwasi na hutakiwi kupaniki. Yafuatayo ni mambo ambayo yanapaswa uyafahamu wakati unanyonyesha, wakati huo huo kuna mimba nyingine. Kwanza kabisa, hakuna madhara yoyote kunyonyesha wakati huo huo kuna mimba nyingine, aidha kwa mama au kwa mtoto. Lakini mambo yafuatayo ndiyo yanapaswa ya kuongoze wewe kunyonyesha ili hali kuna mimba nyingine, na endapo changamoto hizi zitajitokeza, basi hakikisha unaacha kunyonyesha na umbadilishie mtoto vyakula vingine. Jambo la kwanza kabisa, kama haupati maumivu yoyote makali ya tumbo la uzazi, endelea kunyonyesha. Jambo la pili, kama damu haitoki ukeni unaponyonyesha, endelea kunyonyesha. Jambo la tatu, kama huna mimba hatarishi, elewa neno mimba hatarishi. Kama mimba yako sio hatarishi, unaruhusiwa kunyonyesha, kuendelea kunyonyesha. Lakini pia kama unakula chakula bora na virutubisho vilivyo bora, wewe mwanamke, wakati unanyonyesha na una ujauzito mwingine, endelea kunyonyesha. Sasa kama hujakatazwa na mtaalamu wa afya, endelea kunyonyesha. Lakini mambo yafuatayo ukiyaona, unapaswa kusimama kunyonyesha kama kuna mimba nyingine iko ndani ya mji wa mimba yako. Jambo la kwanza, kama mama utapata maumivu makali sana ya tumbo unapoanza kunyonyesha mtoto wako, basi sitisha kunyonyesha. Kwa sababu gani? Maumivu ya tumbo yanaweza yakasababishwa na homoni ya oxytocin, ambayo wakati mwingine mtoto anaponyonya, homoni hiyo inaweza kusababisha ile mji wa mimba ukatengeneza mtikisiko utakaopelekea mimba hiyo kuharibika. Lakini pia mama, kama unatokwa damu ukeni, basi unashauriwa kuacha kunyonyesha. Endapo mtoto wako ananyonya na kila akinyonya unaona damu zinaanza kutoka, basi unashauriwa kuacha kunyonyesha. Lakini kama una upungufu mkubwa wa damu, tunaita anemia, una upungufu mkubwa wa damu, kwa mfano umeenda kupimwa ukakuta damu iko chini ya 6 au iko chini ya 5 au iko chini ya 7, hakikisha huendelei kunyonyesha, kwa sababu kutakuwa na madhara kwa wewe na kichanga kilichoko ndani ya mji wa mimba yako. Lakini kitu kingine ambacho mwanamke anapaswa kukifahamu, kama mwanamke akinyonyesha
akajihisi kupata uchovu mkubwa sana, basi unashauriwa kuacha kunyonyesha. Lakini kama unanyonyesha na huhisi uchovu wa aina yeyote ile, endelea kunyonyesha. Na mwisho wa siku, mtaalamu wa afya ndiyo anapaswa kukushauri wewe nini ufanye. Lakini kama mimi daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama, naomba nikwambie kwamba kubeba ujauzito mwingine ili hali unanyonyesha si tiketi ya wewe kwenda kutaka kutoa ule ujauzito, kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kukuletea hatari kubwa. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza, endapo unakutana na changamoto hii ambayo nimeitaja hapa, basi hakikisha unafuata maelekezo haya ambayo nimekwambia. Endelea kufuatilia katika mtandao wangu wa YouTube, lakini usisahau kusubscribe video zangu, lakini pia share kwa mtu mwingine ili habari hizi zisiishie kwako. Asante kwa kunisikiliza.